hatutaki mfanye maombi usiku. Kuna marasi bendi yale anapigwa. Ni mvutano ambao ulianza karibu majira ya saa 8 ya usiku. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ilikuwa ni baina ya nyumba hii na kanisa la Pentekoste ambalo linalopatikana Kwahani visiwani Zanzibar. Ni mara baada ya mvutano ambao umeanza usiku hadi siku ya pili yake, ambapo wenye nyumba hii ambayo inapakana na kanisa walikuwa wanadai kwamba kulikuwa kuna zogo wakati huo wa saa 8 wa siku ya Ijumaa, wakati katika kanisa hili kuna ibada ambayo ilikuwa ikiendelea, jambo ambalo lililopelekea mvutano siku ya pili baada ya vijana wenye nyumba kutaka kuliondoa geti hili ambalo unaloliona nyuma yangu ili lisingie katika nyumba yao. Na baada ya hapo, siku ya pili yake, waumini ambao walikuwepo katika kanisa na baadhi ya watu wengine nao hawakubali, wakavunja chumba ambacho kinachopatikana katika nyumba hii ambayo imegandana na kanisa. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika katika eneo hili na kuzungumza na katibu wa kanisa, kisha kuwapa nafasi nao upande wa nyumba ili kujieleza namna ambavyo tukio hilo lilivyo. Wenye nyumba hii walikiri kwamba ni kweli walikuwa wakipokea ama wakisikia mazogo nyakati za usiku wakati wakitaka kupumzika. Kwa kawaida hapa kanisani kila Ijumaa usiku tunakuwa na mkesha. Asubuhi tunakuwa na maombi ya mfungo. Jioni saa 10 tunakutana hapa kanisani tunafanya ibada mpaka jioni saa 12 tunamaliza. Lakini ifikapo saa 4 kila Ijumaa tunakuwa na tabia ya kuwa na mikesha ya kanisa. Hasa katika huo mikesha usiku ulisikia mawe yanapigwa kanisani, yanalengwa juu ya bati. Nikazunguka kwa upande wa pili wa hiyo nyumba yao, nikawakuta baba na mama wa nyumba hiyo na vijana wa hapa kanisani tayari wameshatoka kwa ajili ya kuangalia hilo tatizo. Basi baada ya hapo tukaanza kusuluhisha, tukawaambia jamani, kwa jinsi mnavyopiga mawe sio vizuri kulenga kanisa. Humu ndani kanisani kuna watoto wadogo. Mtoto wa mwenye nyumba akaamka hapo akasema anaenda kuita ndugu zake ndani waliokuwa wamelala. Ilikuwa ni saa ngapi? Saa 8 usiku. Palipo kucha sasa, mnamo majira saa 5 kuelekea saa 6 pale, ghafla alipokuwa anagonga, nikabidi nitoke sasa moja kwa moja nimfuate. Vipi, mbona unagonga geti? Akasema jana usiku tumekubaliana, nilishasema nakuja kung'oa geti la kanisa, hatulihitaji hapa kanisani. Kisa ni nini? Mnatupigia kelele, hatutaki mfanye maombi usiku. Hilo ndio tunang'oa hili geti lenu lisiambatane na ukuta wetu. Ndio jinsi tunavyoona pale pamevunjwa. Na wakatoa na lile bango la juu, wanataka kung'oa kabisa lisiambatane na ukuta wao. Na ukuta wetu pia tunautoa ili ukuta wao ubaki. Vijana ndo wakaanza shughuli ya kubomoa huo ukuta wao. Lakini wakati wanafanya ile ibada, mama yangu mimi ambaye ndio huyo uko nyuma alikuwa anaumwa, pressure imeshuka, makelele, tafrani. Tunatoka baba akatoka kwenda kuwaomba kwamba punguzeni sauti, tuna mgonjwa leo, mke wangu kazidiwa hivi na hivi. Kutoka nje tu akakutana nao mlangoni. Wao wanavodai kuwa wamerembewa mawe, lakini walorembewa mawe hawawajui. Wakirembewa mawe siku zote wanatushtumu sisi ndio tumewarembea mawe. Maana ili tatizo si la jana la si la juzi. Kila siku watu wapya nao wapya, ukiwaeleza unafuata. Tushaye kwenda sijui mara ngapi tunawaambia punguzeni sauti, sasa hivi saa 8 saa 7 tunataka na sisi tupumzike. Sisi tuko kwenye maombi yetu, hamtuwezi mkatukatisha maombi yetu. Ukiingia ndani mna watu 5 tu. Kwa hiyo sisi kila siku Ijumaa tusilale, tukeshe nao kelele. Achia Ijumaa,
Jumatatu sasa hivi yani hatuelewi ratiba zao. Wakijisikia Jumatatu wanapiga mziki, magoma, Jumanne yani wiki nzima hatuna raha hapa mtaani. Wana miziki sijui mingapi, maspika ya hisabiwe. Achia miziki, kuna maras bendi yale anapigwa. Bu wewe sikilizia, yani ule mziki unavopigwa ule usiku umelala na sauti usiku inatandawaa, inakuwa kubwa. Mtu unalala. Yani ikifika Ijumaa tu mtu unawaza nikalale kwa shoga yangu nani leo. Maana nyumbani hakulaliki. Huyo hapo mama alikuwa hayupo, kenda kwa sister wangu, kashanyoa kichwa kile kipara sijui mara ngapi. Hayo mawe na sie pia anatuasiri. Kwa sababu yanapigwa kwenye bati lenu na bati letu pia linapigwa. Kwa tumelala lazima tushtuke. Ushafahamu? Watoto wakasema kwamba paka bado tunakwenda tenganisha geti letu geti lenu na ukuta wetu. Ushanifahamu. Kwa hiyo katika tukio lile wao halikuwafurahisha, wakalazimia kulipa, wakajavunja chumba. Nadhani umekiona chumba kile. Sasa linapotokea tukio, kwa sababu sisi majirani huwa wanatuhusisha sisi kwamba labda hayo mawe tunafanya sisi, lakini yale mambo ni kwamba ni kadhia kwamba mtaa mzima nao haupendeshwi na swala kama hili. Jieleza kwa mkuu wa wilaya kwanza, mkuu wa wilaya tukajieleza sie na wao wakajieleza, mkuu wa wilaya akaja pale, wakaona, wakatafuta sehemu ambayo labda ile kanisa lilipovunjwa, badala yake hawakupaona sehemu palipovunjwa. Sehemu ya nini? Yani ile sehemu yenyewe inawasuta. Hiyo chumba changu, sasa kwamba nataka tuje tukitengeneze. Nikamwambia kila mlivyoamua mkuu ila kila mmoja atengenezee pake. Kwa hiyo ile athari imenifika hivi kwa mimi nitengeneze mwangu. Na hiyo kadhia ya zogo ilikuwa tumelizoea, ndio taratibu zao, lakini sasa karibu tunawaomba. Lakini sasa anapokuwa yule hayupo, yule msimamizi wao anaokuwepo kwamba hawalijali ile, inakuwa ndio inakuwa fujo, ndio katokea hiyo, kwa sababu tulikuwa hapa kutoka karibu miaka 20. Hayana ukweli. Kwa sababu hata mkuu wa wilaya huyo mkuu wa majiza alivyokuja sema hakuna nyumba inayotoka huko nyumba mpaka huko tuliko sisi, kwa sababu ndio hiyo ndio mada yao. Hakuna nyumba kutoka kule mpaka huko haipo, isipokuwa hiyo katikati ilikuwa ni njia. Hiyo hapo ilikuwa ni njia, baada yake ikaje kafungwa kutokana na ujenzi wetu unajua mitaani. Walipafunga pale, kwa hiyo nafasi wametoa kama wao wamekuwa ndio stara yao. Tuseme kwa mimi japo na haki yangu mimi situmii, wanaitumia wao. Kutokea kanisa la Pentekoste hapa kwa Hani visiwani Zanzibar, na hapa tulipo ndipo ugomvi huo ama mvutano huo ulipoishia baada ya damu kuchemka. Hizi ni ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi naitwa Satizade.